Watoa huduma za afya nchini waliojitokeza katika mafunzo ya ultrasound yaliyotolewa na shirika la The Same Qualities Foundation jijini Arusha wameonekana kunufaika na mafunzo hayo, huku hadi madaktari bingwa wakimwagia sifa mafunzo hayo, wakisema namna ambavyo yanakwenda kuwasaidia katika utoaji wao wa huduma za afya. Kwa majina naitwa Dr. Nuru Saif. Mimi ni daktari bingwa wa upasuaji, lakini pia nimebobea kwenye upasuaji rekebishi, reconstructive and plastic surgery. Na washauri tu madaktari wote kwamba ultrasound dunia inavyokwenda, hizi njia za kuchunguza tena bila mionzi zinazidi kuwa za muhimu zaidi, na hasa kwa wenzetu dunia iliyoendelea, ultrasound inakuwa ni kama bedside investigation. Maana yake kwamba katika chumba cha daktari mashine ya ultrasound lazima inakuwepo pembeni pale. Kwa hiyo unaweza ukagundua tatizo kwa haraka zaidi ukiwa na ultrasound ndani ya ofisi yako, ndani ya chumba cha upasuaji au sehemu yoyote ambapo wewe unafanya kazi zako. Lakini kama utahitaji maelezo ya ziada, ndio unaweza kumtuma huyu mgonjwa kwenda kwa yule mtu aliyebobea kwenye mambo ya ultrasound. Lakini picha ya awali inatakiwa uwe nayo wewe mwenyewe, kwa sababu itakusaidia umsaidie yule mgonjwa kwa wakati. Kwa upande mwingine, mtaalamu wa usingizi naye hakusita kusema ni kivipi ultrasound inakwenda kumsaidia katika kazi yake. Kwa majina naitwa Francis Protas Matias. Ni mtaalamu wa dawa za usingizi na ganzi, anesthetist, lakini nimetokea Sanya juu. Kwa tunashukuru sana kwa mafunzo yaliyoletwa na Same Quality Foundation, yanaweza kutusaidia sana sisi kama wataalamu pia wa usingizi kuweza kujua ni nini mgonjwa kinachomsumbua, ili kama tukienda kufanya maamuzi, kama tunafanya operation, tujue kabisa mgonjwa huyu ana 1, 2, 3, lakini kuliko kwenda blind kama vile hujui ndani kuna nini. Kwa hiyo ultrasound imekuwa vile macho ya ndani kutusaidia sisi kujua nini kinaendelea huko ndani. Lakini pia hii huduma ya ultrasound imekuwa ni kama manufaa makubwa pia sana kwa mgonjwa, kwa sababu itamsaidia mgonjwa kutokusumbuliwa au kumweka hatarini kumtuma kwenda kufanya huduma mfano kama CT scan. Kwa hiyo hautumii mionzi, kwa hiyo inamsaidia pia mgonjwa kutokuingia kwenye hatarishi kubwa sana ya mionzi. Badala yake tunaweza tukabeba tu ultrasound, tukamfuata pale kitandani, tukaangalia, tukasema huyu ana hiki na hiki na hiki, anahitaji hiki na hiki na hiki, kwa manufaa ya mgonjwa zaidi. Mafunzo haya yameonekana kunufaisha hata wale madaktari wa muda mrefu ambao wakati wanasoma hawakupata nafasi ya kujifunza vizuri kuhusiana na ultrasound. Ninaitwa Dr. Matthew Tambukwa. Nimetokea St. John Health Center mkoa wa Njombe. St. John Health Center tunatoa huduma zote, na nilipopata taarifa ya mafunzo haya nilifurahia sana, kwa sababu kama mnavyoona mimi nimesoma kipindi cha nyuma, mambo ya ultrasound hayakuwepo. Kwa hiyo kati ya wale watu ambao wamenufaika na mafunzo haya ambayo yametolewa na The Same Quality Foundations ni mimi Matthew Tambukwa. Nyakati tunasoma tulikuwa tunapata, kwa hiyo unaweza ukatafakari ni kiasi gani ambacho mimi nitakuwa nimenufaika, labda kuliko hata wale ambao nimekutana nao, maana wao wamekutana nazo hata katika kusoma kwao. Tumeona matumizi, jinsi ya kuzitumia, condition ambayo ndio kwa tutumie ultrasound, na tumeona condition ambazo ni za hali ya kawaida na zile ambazo ni za hali ya kiugonjwa. Na kwa hiyo katika vipimo hivyo vimenibadilisha hata namna kupima magonjwa kwa kutumia ultrasound au kupima wagonjwa kwa kutumia ultrasound, na kuweza kujua hali halisi ya kinachoonekana mtu anapokuwa ni mgonjwa kwa ultrasound. Labda kati ya vitu ambavyo vimenipa kubadilika ni kujua kumbe hata pneumonia inaweza kupimika kwa ultrasound, tena kwa namna ambayo ni nzuri zaidi. Mimi ni Boniface Allen, SQF TV.